Koloneli Willy Ngoma, msemaji wa kijeshi wa M23, auawa katika shambulio la droni mashariki mwa DRC Rubaya, North Kivu, 24 Februari mwaka 2026. Habari kutoka vyanzo vya habari vya kimataifa zinaeleza kuwa Willy Ngoma, msemaji wa kijeshi wa kundi la waasi la Machi 23 Movement M23, ameuawa katika shambulio la droni lililofanywa na jeshi la serikali ya Democratic Republic of the Congo FARDC mashariki mwa nchi. Shambulio hilo limetokea katika eneo la Rubaya, jimbo la North Kivu, eneo linalojulikana kwa uchimbaji wa madini kama coltan. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa shambulio hilo lilifanyika usiku wa tarehe 24 Februari mwaka 2026, ambapo droni za FARDC zilishambulia kambi inayodaiwa kuwa na viongozi wa M23. Nafasi ya Willy Ngoma ndani ya M23. Willy Ngoma alikuwa mmoja wa viongozi wakuu wa M23 na alikuwa msemaji wa kijeshi wa kundi hilo. Alionekana mara nyingi kwenye vyombo vya habari akielezea operesheni za kijeshi za M23 na kukosoa serikali ya Kinshasa. Ngoma pia alikuwa amewekewa vikwazo na Umoja wa Mataifa kutokana na madai ya kuhusika katika machafuko na ukiukwaji wa haki za binadamu mashariki mwa DRC. Athari kwa hali ya vita. Rubaya ni eneo muhimu sana kimkakati na kiuchumi kwa sababu ya madini yake ambayo yanatajwa kusaidia makundi yenye silaha kupata rasilimali za kifedha. Wachambuzi wanasema kifo cha Ngoma kinaweza kudhoofisha mawasiliano ya kijeshi ya M23, kuleta mabadiliko ndani ya uongozi wa kundi hilo au kusababisha kuongezeka kwa mashambulizi kama hatua ya kulipiza kisasi. Tahadhari kuhusu taarifa hizi. Mpaka sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa hadharani na uongozi wa M23 kuthibitisha au kukanusha kifo hicho. Kwa upande wa serikali ya DRC, bado hakuna tangazo rasmi lililotolewa isipokuwa taarifa kutoka vyanzo vya kijeshi visivyo rasmi. Hivyo, habari hii bado inasubiri uthibitisho rasmi kutoka pande husika. Hali ya usalama mashariki mwa DRC. Mapigano kati ya FARDC na M23 bado yanaendelea katika majimbo ya North Kivu na South Kivu. Maelfu ya raia wamekimbia makazi yao kutokana na vita hivyo. Jumuiya ya kimataifa inaendelea kutoa wito wa kusitishwa kwa mapigano na kurejeshwa kwa mazungumzo ya amani. Mimi mtangazaji wenu msafiri kuu, City Cobra TV.